majina naitwa Sergeant Esther Kinyaga. Siku hii ya leo tumetembelea kituo cha walemavu kilichopo Iunga, na lengo kubwa la kuja huku ni kugawa tabasamu kwa wenzetu wenye uhitaji, yaani watu wenye makundi maalum, na hii imekuwa ni desturi yetu kuja kufanya haya. Lengo tu ni kuwafanya hawa wenzetu wasijihisi kama wao wametengwa na jamii au wao wana kasoro katika jamii. Na hii tunaelewa kwamba ulemavu si ugonjwa kama wengi ambao wanakuwa wanachukulia. Hivyo tumekuja sisi kutoa msaada kwa watu hawa, lakini lengo kubwa ni kuambia kwamba wasijihisi wapweke au wasijihisi ukiwa, kwa sababu jamii bado inawatambua na jamii inawapenda. Hivyo kwa kile kitu ambacho wao wanatamani kuwa, basi waishi kwa ndoto zao, kwa sababu wao pia jamii inawatambua na serikali pia inawatambua. Na ndio maana tunaona kuna viongozi wengi wa serikali ambao ni walemavu, na hii ni kwa nini? Ni kwa sababu jamii inatambua mchango wao mkubwa. Hivyo sisi tumekuja hapa katika hiki kituo, lengo ni kuwafariji wenzetu na kufanya waishi maisha ya ndoto yao. Kwa majina naitwa Inspector Fatma M. Hamdan, ni mkaguzi kata wa kata ya Rwanda. Nimekuja kutembelea kitoto cha kulelea yatima Iunga kwa sababu tumepata mwaliko. Hivyo ni vyema tulipofika na kuwafariji. Wamejisikia vizuri, wamejisikia kuwa na furaha. Kwa hiyo wao wasijione kuwa ndo Mungu labda amekosea sana kuwaumba. Hapana. Ulemavu unampata mtu yoyote, hata sisi wazima tuliozaliwa hivi, lakini kila mtu ana ulemavu wake. Kwa hiyo wasijisikie unyonge, bali wajihisi kama wanadamu wengine. Natumaini wanatakiwa waishi kwa faraja na matumaini ili wafikie katika ndoto zao. Nawashukuru sana. Kwanza leo najisikia furaha kwa foundation hii walipokuja hapa kwa ajili ya kushiriki pamoja na sisi. Nasi tumefurahi kwa maana ya kwamba tulikuwa tunaona kama tuko peke yetu, lakini kumbe tuko na wengine wanatusupport. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa uwepo wao. Dunia tunawaomba pia isiwe mara ya mwisho, bali waendelee na kufanya na vituo vingine, na sisi pia wanatufundisha kwamba baadaye na sisi tukija kufanikiwa tufanyage kama wanavyofanya wenyewe. Pia napenda nishukuru kwa huyu wa zimamoto, kamanda wa zimamoto, amezungumzia mambo mema, alafu tena ni mtu ambaye anajitolea sana na kufanya misaada, kututembelea kwa ajili ya kutupa support. Na tunawashukuru pia vyombo vya polisi, pia tunawashukuru kwa msaada wenu, kushirikiana kwa pamoja na sisi. Tunawashukuru sana. Ningependa kuwakaribisha watu wenye moyo wa kujitolea, wenye moyo kama huu. Naomba sana mfike, tunawakaribisha kwa maana ya kwamba sisi bila nyie pia hatuwezi, inabidi muwe mnatushika mkono. Mwenyezi Mungu endelee kuwabariki. Bongo Play TV.